tuanze ibada yetu ya siku ya leo. Leo ni siku nyingine ambayo Mungu alitupatia, ambayo iko tofauti na siku zingine. Na ni vizuri pasta utaambia watu waweze kuingia, watu wanajua kama maombi itakuwa kenzero leo. Kuna shida bwana. Ni sinyale. Let's go on. Unashangaa si watu kwa na vicha sana vicha vinavyoachana na moto msinyale yade shuta binatoka. Leo ni sinyale jana. Jana. Ndio maamini kuita Juni kwa kana nikukumbusha kupata sikujua kama ni asubuhi kanisa. Okay, hivyo basi tunafika muda mzuri mara tena, tunakuwa katika patakatifu pa Mungu, na ni lazima mafikiri yetu, mawazo yetu yote tuikokote fasi moja, ili tusikie ni kitu gani ambacho Mungu atafanya kwa ajili ya maisha yetu kwa siku ya leo. Ndio maana mawazo na akili zetu zitoke kule na huku kwenye ziko. Unajua mawazo utakuwa uko hapa na uko na uwaza ufalme wa mbinguni. Utakuwa uko hapa na uko na uwaza vya kuafrika. Utakuwa uko hapa na uko na uwaza vya kuwazi. Na tuko hapa pamoja. Lakini ni vizuri kwa huu muda ambao tuko hapa, mawazo yetu yote tuikamate, tuikokote fasi moja, tuikabidhi Mungu mchana wa leo. Maana ndio lengo ambalo limetufanya tukutanike mahali hapa kwa ajili ya kuomba Mungu. Ndio maana mawazo yetu yote ni lazima tuyafunge fasi moja, ili tusikie ni kitu gani ambacho Mungu atasema nasi asubuhi ya leo. Baba wa mbinguni, hakuna kama wewe. 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 Oh Baba wa salama, hakuna kama wewe. Baba wa mbinguni, hakuna kama wewe. Baba wa mbinguni, hakuna kama wewe. Baba wa mbinguni, hakuna kama wewe. Oh, kwake Yesu nasimama. Ndiye mwamba ni salama. Ndiye mwamba ni salama. Ndiye mwamba ni salama. Oh, kwake Yesu nasimama. Ndiye mwamba ni salama. Ndiye mwamba ni salama. Ndiye mwamba ni salama. Oh, kwake Yesu nasimama. Ndiye mwamba ni salama. Ndiye mwamba ni salama. Ndiye mwamba ni salama. Oh, kwake Yesu nasimama. Ndiye mwamba ni salama. Ndiye mwamba ni salama. Ndiye mwamba ni salama. Basi tunamshukuru Mungu mara tena kwa kutupa kibali kizuri cha kuona mwanga wa asubuhi ya leo, kwa kuona siku ya leo, kwa ulinzi na uchungaji, kwa neema yake maishani mwetu. Karibu kwa maombi, tuombe Mungu tumshukuru. Baba, ninaenda kukubariki sana. Ninaenda kukushukuru sana. Asante kwa neema yako. Ninakubariki Baba. Ninakushukuru Baba. Acha nikubariki Adonai. Baba, ninakubariki. Ninakushukuru sana. Baba, hakuna mwingine kama vile wewe. Acha kuwa na kuabudu, acha kuwa na Yesu, ninakubariki Baba wa mbinguni. kwa matendo yako makubwa na madhambi. Baba,
wamebadili majina kwa marehemu, wengine Bwana wametabika na magonjwa, wengine Bwana wamefanya majale, wengine Bwana wamekimbia maskani yao, wengine Bwana wamebaki majale kama mtu kama bilo, wengine Bwana wamebaki mayatima, wengine Bwana Baba wanakuwa Baba wanatumia rafiki na Mungu wetu, bali mimi kwa neema yako na upendo wako umenipa nguvu na afya tele na amani yako na bila mwele. Sikusema mimi ndio mwenye haki matendo yako Baba, wala mimi ndio mwenye Baba mtakatifu hapana Baba yangu na Mungu wangu, bali kwa sababu ya neema yako na upendo wako ndio maana niko na kuomba leo, ndio maana Baba niko na kushukuru, ndio maana Baba niko na kusifu, ndio maana Baba niko na kusante kwa matendo yako makubwa na maajabu. Unatenda kila siku kama leo, heshima na utukufu ninakuwa Baba, ninakuwa kwa mbaje, ninakuwa kwa mwanadamu, kwa uwezo wa jina Yesu Kristo naye. Asante Baba, ninakushukuru sana. Baba Yesu Kristo ninakushukuru sana. Basi katika ya maombi tutasikia wadada wataenda kumshukuru Mungu, kukamilisha maombi ya kumshukuru Mungu. Watakapomaliza tutasikia wamama nao vile vile wataenda kutuombea sote neema ya Mungu katika maisha yetu. Wadada wanaanza na wamama wanamalizia. Karibu kwa maombi. Yesu Bwana, mimi nakubariki tena, mimi nakushukuru tena. Unabakia Mungu wetu kwa maisha yetu Bwana. Mimi nakubariki tena Mungu kwa jina la Yesu. Mimi nakushukuru
Bwana hofu wako. Tunasema asante Mungu, tunakushukuru Bwana hofu wako. Tunasema asante Bwana, tunakushukuru Bwana kwa jina la Yesu. Tunasema asante Bwana, tunakushukuru Bwana. Tunasema asante, tunasema asante. Hofu wako Bwana, hofu wako Yesu. Tunakushukuru Bwana, hofu wako Yesu. Tunakubariki Bwana, hofu wako Bwana, hofu wako Yesu. Asante Mungu, asante Bwana, tunakushukuru Bwana, hofu wako Yesu. Ubarikiwe na Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru kwa neema yako Mungu aliye juu mbinguni ni wewe Bwana. Asante Bwana wa salama kwa sababu wewe unaitwa Mungu kila siku. Asante kwa neema yako Mungu ndio maana tuko hai hapa hivi. Neema yako ndio Bwana na katika ulimwengu. Asante Mungu kwa sababu neema yako ndio maana tunapatikana katika hekalu lako takatifu. Kuendelea kutulinda kuchunga Bwana. Tunapiga tena shukrani kwa sababu neema yako inatosha Mungu. Neema yako inatosha Yesu Kristo. Neema yako inatuchunga na kutulinda. Neema yako inatuzingatia Bwana. Asante Bwana wako. Asante Mungu. Asante Yesu. Asante Bwana wa salama. Jehova, tunakusifu tunakutukuza Mungu kwa kuweza kutupatia kibali ya kuweza kufika tena kwa wakati Mungu na kuweza kutupatia nguvu ya kuweza kukutana katika hekalu lako takatifu. Hapa tunakuja kusifu jina lako na kutukuza Bwana kwa sababu ulisema mkiwa wawili wala watatu ulikusanyika kwa jina langu na mimi nitakuwa pamoja nawe. Na hivi tunajua Mungu pamoja nasi katika saa hii. Endelea kwa pamoja nasi Bwana. Tumefungula kiti ya siku ya leo Mungu na baraka yako. Hata vile vile tufike katika mwisho ya mahubiri na maombi. Wewe tunatia mikononi mwako Mungu. Wengine wenye wakuwezesha kwa saa hii Mungu. Wengine wako njiani Mungu. Uendelee kuendelea kuwabariki. Acha basi sisi tuendelee kusifu jina lako na kutukuza kwa neema yako. Asante kwa ulinzi wako mtakatifu Mungu, tulinde tuchunge Bwana. Tunaendelea kutia shida zote mikononi mwako Bwana. Sisi ni wanyonge na wadhaifu. Bwana wa uwezo na Bwana utukufu. Matatizo ni mengi, matatizo ni mengi katika ulimwengu. Bila wewe hatutaweza kitu Mungu. Wewe ndio muweza kila kitu. Wewe ndio muweza kila kitu. Tazama wagonjwa wanagaragara na magonjwa katika vitanda vikubwa na vidogo za hospitali, wengine katika manyumba Mungu, walinde wabariki, waone hapo Mungu. Mkono wako neema yako ipate kuwaponya. Mkono wako kwa mganga Bwana. Hivi tunaendelea kutia wajane na maskini mikononi mwako Mungu, mayatima. Uendelee kuwa pamoja nao Mungu, fariji mkubwa ni wewe. Uendelee kuwafariji Bwana. Fariji roho hii inaopasuka inaoumia Bwana. Endelea kuwa pamoja nao. Wamama wenye kuwa na mamimba na wenye kutegemea ndoa na wenye kutegemea kupata watoto Mungu, uendelee kuwa na kuwabariki. Na wenye kunyonyesha vile vile Mungu, safisha maziwa Mungu ya kuweza kuchunga watoto. Acha Bwana wa salama na Bwana utukufu. Tunaita yote mikononi mwako, kipindi yote siku ya leo tunayakabidhi mikononi mwako. Amen. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Jina la Bwana lisifiwe. Amen. Tunajua sote tuko mahali hapa kwa ajili ya kumwomba Mungu. Amen. Na mbele ya lazima, wakati tunamwomba Mungu ni lazima kutengeneza maisha yetu na Mungu wetu, kukua mbora na na Mungu. Ndio maombi yetu inapata kibali machoni pa Mungu. Maana Biblia inasema na kutuambia kwamba maombi ya wenye dhambi ni makelele machoni pa Mungu, bali maombi ya wenye haki ni manukato njema, ama ni harufu nzuri, ama iko bono dere mbele ya macho ya Mungu. Ndio maana ni lazima tutengeneze kwanza maisha yetu, ili sasa tuzungumuze na Mungu wetu, ili Mungu tumkabidhi shida zetu, ili Mungu tumkabidhi haja ya mioyo yetu, ili Mungu atusikie kwa mahitaji yale ambayo tunakuwa nayo jioni ya leo. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Maana wewe na mimi tuko wahitaji, tuko mbezo kila siku ya assistance ya Mungu. Amen. Amen. Kila siku itwapo leo tuko mbezo ya assistance ya Mungu. Na assistance ya Mungu tunaipata ni kwa wakati ambapo tunajireconcilie na Mungu, tunajipatanisha na Mungu, tunaangalia njia zetu. Je, tulitembea sawa sawa na mapenzi ya Mungu? Je, tulizungumza sawa sawa na mapenzi ya Mungu? Wakati unajikumbuka vile, njoo utakuwa mtu wa kujitambua, siko sawa na Mungu, ngoja niende nimuombe Mungu. Unashuka nyumbani kwako, unaambia Mungu nisamee, Mungu unirehemu,
niliona hii, nilisema hii, niliwaza hii, nilifikiri hii, ninaomba unisamehe, kwa sababu Mungu yeye ni wa huruma, atakusamehe. Jina la Bwana barikiwe sana. Amen. Ni kwa wakati ambapo utasema sistahili. Ninakumbuka habari za mwana mpotevu. Sio katika kitabu cha Luka. Aseme wakati alisemaka, aseme nipe nusu ya, nipe mali yangu, nipe haki yangu. Wakampatia haki yake, akaenda katika nchi ya mbali. Na wakati alipoenda kule, akachezesha ile pesa katika anasa. Ikafika wakati anaanza kosa hata ya kununua maji ya kunywa ama kununua chakula. Ilibidi arudi nyumbani kwao. Alikuja na stili moja nzuri, anasema mimi sistahili hata kunywa mtoto wako. Sistahili kabisa. Siku atakusini. Lakini baba alisikia mtoto anamgusa kwa neno moja, sistahili kuitwa mtoto wako. Wakati sema sistahili, baba akasikia hata haustahili kuitwa mtoto wangu wae, na mimi ndio nilikuzaa. Basi mtoto amejitambua, akamfanyizia karamu tena. Ndio asili ya kujipatia. Na unapojipatia na Mungu, Mungu anakuwa mwaminifu sana. Atakukamata na kukaribisha kitu ulivyo, na unaanza tena nyingine relation nzuri na Mungu wako. Amen. Amen. Ndio maana tuko mahali hapa, hatukuji kupoteza muda bure. Hatukuji hapa kurakontre ya renyo fulani. Ama hatukuji hapa kwa sababu ya mutualite fulani. Hatukuji hapa kwa sababu ya community fulani. Bali tunakuja hapa kwa sababu ya kumtafuta Mungu wetu. Jina la Bwana barikiwe. Amen. Hiyo ndio lengo ambalo utupatanisha mahali hapa kila siku itapo leo. Ni kwa lengo la kumtafuta Mungu. Ni kwa lengo la kumuomba Mungu. Ndio ambalo tunatuleta hapa kila siku itwapo leo. Na ndio maana hatuwezi kukimbilia huku na kule kuomba hiki na kile, bado hatujajipatanisha na Mungu. Mwanadamu atashinda bila kula. Hawezi tena kutenda dhambi. Maana dhambi hukuja katika njia nyingi, hata mawazo. Tunawaza tu dhambi zinakuja. Katika hali ya kusema tunasema tu dhambi zinakuja. Hali ya kusikia tunasikia tu dhambi zinakuja. Lakini yote bado muda ungaliko ni kujipatanisha na Mungu, ili Mungu atukubali mara tena jioni ya leo. Ili Mungu atusamee, ili Mungu atuoshe, ili Mungu atutakase, ili Mungu atukubali siku za leo. Somaji Biblia tumatie Zaburi. Zaburi 51. Zaburi 51. Nashuka pole pole kwanza. Nasema hivi. Lorsque Nathan le prophète vint à lui, après que David fit aller vers Bathsheba, ô Dieu, ayez pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions, lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. 5. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. 7. Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. 8. Mais je veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifiez-moi avec l'hysope et je serai pur. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Tuko nazungumzia habari za utakaso. Maana kama hatujajitakasa tutakuwa tunafanya tu dhambi na makelele machoni pa Mungu. Ndio maana mbele ya kuendelea ama kuingia katika
priere yetu ya kuzama ndani, ni lazima tujipatanishe na Mungu kwanza. Aseme Daudi akasema, Mungu unirehemu sawasawa na fadhili zako, kiasi cha wingi wa rehema zako uyafute makosa yangu. Aseme Mungu amurehemu sawasawa na fadhili, kiasi cha wingi wa rehema zake Mungu avute makosa yake. Hii alikuwa ni mtumishi wa Mungu Daudi. Hii maneno leo wewe na mimi tutaitia pa nafasi yangu. Mimi ndio nitakuwa nasema, Mungu unirehemu sawasawa na fadhili zako. Mungu anirehemu mimi sawasawa na fadhili zake, sawasawa na huruma yake, sawasawa na upendo wake. Mungu anirehemu mimi. Na wewe vile vile utajitia pa nafasi ya Daudi. Huko naambia Mungu akurehemu wewe. Maana hapa kila mtu atachukua mzigo wake. Kila mtu atakamata dhambi zake azikabidhi Mungu. Ili Mungu atukubali sote jioni ya leo. Ili Mungu sote atusamee. Ili sote maombi yetu tubarikiwe pamoja siku za leo. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Aseme uyafute makosa yangu. Mimi nitaambia Mungu avute makosa yangu. Wewe utaambia Mungu avute makosa yako. Pastor ataambia Mungu avute makosa yake. Wadada wataambia Mungu avute makosa yao. Na mimi yeto nitaambia Mungu avute makosa yangu. Amen. Amen. Kwa sababu dhambi zangu ninazijua mimi. Nitenda zifichika mbele ya watu, nasema hapana, mimi niko abe mtakatifu sina kabisa. Lakini dhamiri zangu zinanishitaki, aseme hapana, na ulitereza hapa, ulitereza hapa, ulitereza hapa. Mungu atusaidie sana. Amen. Ni wajibu wetu kuambia Mungu hapana, naomba univute dhambi. Maana tunapotenda dhambi, kama hatujaungama kwa Mungu, dhambi iko pale pale. Utajifanya ushahesabu, lakini Mungu anakuambia sasa hapana, kumbuka ile siku ukasema hivi na hivi, kumbuka ile siku. Lakini Mungu anahitaji leo tujipatanishe naye. Aseme tatu nasema hivi, unioshe kabisa na uovu wangu, nitakate dhambi zangu. Mungu atuoshe kabisa na uovu wetu. Mungu asafishe dhambi na makosa zetu. Kila mtu dhambi zake leo azikabidhi Mungu. Kila mtu apatie dhambi zake na makosa yake uikabidhi Mungu, ili Mungu apate kutusamee. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Tunajua dhambi zote. Tunajua sisi sote tunajua dhambi. Amen. Amen. Tunajua dhambi na wao tunajua dhambi zote. Kama unajua dhambi hapa kweli? Hakuna mwana anajua dhambi. Dhambi ni nini? Preza mama. Gracias ya dhambi ndio. Yeye angaliki muile ufalme yeye. Tuambie. Wakati mtu kibaya kwa Mungu akimfurahisha. Mungu akubariki sana. Wanafanya kitu kibaya mbele ya Mungu akimfurahisha Mungu, ndio. Ndio, yote ni majibu nzuri sana. Mama alisema mzuri, aseme grace ya dhambi. Na ni kweli. Ile grace pale hata umpiga, hata si papa alinipiga. Mnaanza fuate sasa jua watu huyu. Mmoja Mungu anasema sasa jua watu. Yeye anasema jua watu. Naoni kana anaona sura yake amjui hivi. Ni mmoja Mungu anasema vile. Amen. Amen. Donc kuna kuwaka wakati ambapo mtu iko mu relation na Mungu tu. Iko naongea tu, iko su controle ya malaika. Iko su controle na Mungu wake tu. Unaona kama wazazi saa moja kama mtoto analala akifanya hivi kusingiza. Anafunga sura sasa. Maki kwa sababu anatibai. Akicheka siko na iko chana malaika hapa. Ndio tunasema achana na malaika. Si hatujua tena na malaika, bali tutosema tu ali malaika tu hapo. Hivi hapa nafsirika hata kwa sababu mwanadamu tu yapenya kupenda hapa. Ile tunaipanga vile. Tunayajua vile, tulishakomana vile, tunajua ni hivyo hivyo tu. Hivyo hivyo ndivyo nakuwaka hivyo hivyo. Amen. Sasa dhambi ni wakati mtu anakuwa mtu mzima. Niulize ba mama. Anajua dhambi ama hajui dhambi? Anajua. Jua nini?
Kama anakosa anaomba Mungu. Amen. Anafanya anachojua dhambi. Kwa sababu gani? Ukimpiga atasema mama yangu alinipiga. Atakimbilia kwa nani? Kwa papa. Papa ndio mtu mzuri kunipiga. Sasa na papa akimpiga atakimbilia kwa mama. Mama yake anajua hii ni ya mzuri na hii ni ya mbaya. Direct papa anajua nini anajua dhambi ni kwenda kinyume cha sheria ambapo anakutilia mbele. Amen. Amen. Sasa dhambi ni kwenda kinyume cha sheria 12 za Mungu. Ama kwenda kinyume cha 2 commandements de Dieu. Nisema 12 mbele. Mungu anisamee. Amen. Nilipitiwa. Kwenda kinyume cha sheria 10 ya Mungu. Sheria 10 ya Mungu ndio inatuongoza sisi tusiende mdhambi. Na zile zote Mungu anahitaji sisi tukuta bali tunajitambulisha kwa Mungu. Bien sûr hatuwezi weza tuko wanadamu katika ndio tuko naishi ni kujitahidi. Amen. Amen. Ninashukuru Mungu maana maombi ya mwisho wa mwezi hivi tunaipangaka muda mrefu sana. Haikuwa kitu ya kukurupuka kitu tunasema maombi inakuja hapana. Inapangiwa tunajua tutafaa fendi moto tutakuwa na maombi. Na kila siku inatangaziwa moto ile kutangaziwa inaomba tu prepare tujiandae ile siku itafika tukue safe tukue bila tasho yoyote. Amen. Amen. Maana tunapokuja katika maombi tunakuja kukutana na Mungu. Tunakuja kukutana na Mungu. Na wakati tunakuja kukutana na Mungu, Mungu mzima anajua ile programu. Ndio maana ni lazima kujichunguza. Ni lazima kuomba msamaha kwa Mungu. Ni lazima kutembea sawa sawa na mapenzi ya Mungu. Hapa ikasema hivi. Hapa kutano. Aseme tazama mimi naliumbwa katika hali ya uovu. Mama yangu alinichukua mimba hatiani. Aliumbwa katika hali ya uovu. Mama yake alimchukua mimba hatiani. Mungu aturumie sana. Amen. Kila mtu kuna mzazi wake. Kila mtu anazaliwaka. Amen. Amen. Papa yuko na papa, mama na yuko na mama, na mama yuko na papa, na papa yuko na mama. Kila mtu hao yuko descendants na shule hivyo hivyo. Unajua tu nasema hapo kidogo, unajikuta hiki tunaandika na kiwazo sana. Unajua tunasemaka aseme heshimu baba yako na mama yako ili siku zako zipate kuwa nyingi katika dunia hii Mungu alikupatiaka. Sasa tunao tuko na ubiri, tuko tunalenga watu wa mwatu. Tunatoa sasa vile si hatuna ba mama, hatuna ba baba, tutoka mumiti. Mungu aturumie sana. Tunakuwa tunalenga watoto tu. Sisi tunajitoa hapo. Amen. Amen. Unasababu hata wewe mzazi kuko mareaction utafanya bien que ushakuwa responsable kwako, lakini inakutoa mapenzi ya Mungu. Kwa sababu unaenda kinyume cha sheria ya Mungu. Maana katika kumheshimu wazazi mnakuwa ahadi, mnakuwa promesa ambayo Mungu alitia ndani kwa ruhusu wale watu. Sasa kama hauheshimu wale watu, ujue sasa uko mbali na mapenzi ya Mungu. Na hata tungeomba namna gani? Mungu hatakubali maombi yetu. Amen. Amen. Mungu hatakubali maombi yetu. Ni wakati ambapo tunajitambulisha na Mungu. Walichukua mimba hatiani. Yawezekana mama yangu amenichukua mimba hatiani. Sitashuka kula kwa hatiani, lakini nitaishia tu hapa ambapo nasema sitashuka kule. Sitakule hatuko kule. Unajua katika kipindi ambacho mama ni mjamzito, anapita katika kipindi kikubwa sana, kizito sana. Naona huko jua wakulaki makala, hapo sajua kwa ajua kuna makala huko. Ndio maana wamama wakulaki makala kama ni wajawazito. Wala jua kuna makala. Nilikuwa naona
Mama umoja anakuja kutuambia, mimi sijui kama ni nini, niombee Mungu. Nafanya kama niko mimba, mpande kwenda nusu niende muwese, nisikia harufu ya muwese kule kutundu, sieleweka mimi nakuwaka nini. Mungu asifiwe sana. Amen. Niliomba lakini akikuishaka. Akikuwa tena mimba yepo kimbia saa yote. Mungu atusaidie sana. Amen. Njoo na sina mtuma vile. Sasa unakuta ule mtu ambaye anasumbuka mwili hadi vile iko na miezi 9 mtungu. Je, ushakuwa baba yabo, ushakuwa bishop, ushakuwa sijui nani achikulile, ni mzazi wako tu, unamtevaa respect yake. Amen. Ndio maana kama uko unatafuta uko na kusema, chunguza masemi. Usitripote kabisa. Siku moja mzazi wangu tumewanaka naye bei ya mafranga. Tumewanaka naye. Amen. Amen. Tumewanaka naye sana basi. Tumewanaka naye kidogo ndio mafranga. Basi. Amen. Amen. Tuache kule. Tuko naomba msamaha kwa Mungu. Mungu afanye atusamee. Tuache kule kwanza. Sasa dhambi ndio inatemba na mapenzi ya Mungu. Dhambi, maombi ambayo tuko tunayapanga, tuliyapanga muda mrefu ili tujipatanishe na Mungu, ili Mungu afanye nini? Atusamee, ili Mungu atukubali siku ya leo, maombi yetu ipate kibali machoni pa Mungu. Ndio lengo ambalo limetufanya tukue mahali hapa. Hatukuji kupoteza muda bure. Tunakuja hapa kuzungumza na Mungu ili Mungu atusikie. Ni wakati ambapo tutajikosantre sote. Ni wakati ambapo tutajifunga fasi moja. Amen. Amen. Wakati Musa alikuwa anaongoza taifa la Israeli, ilifika wakati ambapo wana wa Israeli walikuwa wanaanza kunungulia kwa ajili ya Musa. Kusema wewe Bwana Musa, wewe ndio kila siku unaongeaka tu na Mungu tu. Kwa sababu gani Mungu aongee na sebe wengine mpaka wewe tu. Bali nungunika. Wakati walikuwa wananungulika vile, kumbe huku Mungu akaona kama ni dhambi wamekosa mbele ya Mungu. Amen. Kwa sababu hawakupenda kutii kiongozi ambayo Mungu amewapatia, wakaanza kunungunika mashaka mengi kwa ajili yao. Wakati walikuwa wananungunika, basi Musa akawaambia, wewe kila siku unapenda kumlima kuongea na Mungu, na sasa tunataka leo tupate kuongea na Mungu kwanza. Huyo Mungu ni wako wewe peke tu. Wewe tu kila siku unapenda kumlima kuongea na Mungu. Wewe acha na milioni pale tusie hapo tupande. Wale wa Israeli wote wakaanza nao sasa wafanye nini? Wapande kumlima kuzungumza na Mungu. Lakini Mungu aliambia kwa Mungu walikuwa wanacheka hapa, alikuwa anasema. Musa alikuwa anakuwa pekee. Alikuwa akikumizi sana. Na mwile kikumizi yake tena, unajua mtu akikumia kwa na hasira ya karibu sana. Na wakati ile kama vile nini, taifa la Mungu wakati wao wanamcheketa mwiyo ule mavu wake. Wewe mtu kwanza, wewe tu wa Mungu kila siku uko wewe ujua hata kusema wewe hao. Basi mnapenda mnaenda Mungu. Mungu mtamuona. Wewe tuambilia. Tuongee na Mungu. Tena Musa akaenda kuwaombea permission kwa Mungu, asema Mungu, bale batu yako, peple yako wanahitaji leo uzungumuze nao. Tusomee kutoka pasi. Tusiasema nini? Exode 19 10 unasoma 11 na 10 19 mpaka 12 pole kwanza tuta. Lakini mimi kumsho nauliza naka tulikuwa nasoma Biblia fasi gani na fasi gani? Sasa kama ukuandika uko na ordinateur mkichwa ni vizuri tu. 19 tunaanza pa 10